Leo tushiriki neema ya Mungu kwa pamoja tukijifunza Biblia chini ya somo Yerusalemu Mama. Kabla hatujajifunza kuhusu Yerusalemu Mama, hebu niwaulize swali. Watu wote wa ulimwengu wanadadisi kuhusu mustakabali wao, wakifikiri nini kitakachonitokea baadaye. Wakati mwingine watu huuliza wanajimu au watabiri kuhusu maisha yao ya baadaye. Ni kwa sababu wanadadisi. Wanavutiwa na wakati wao wa baadaye. Nitakuwa nini baadaye? Nikipata kazi katika utumishi wa serikali, nitakuwa na wadhifa gani? Au nitatengeneza pesa ngapi? Wanataka kujua kuhusu mambo kama haya, kuhusu maisha yao ya baadaye. Je, hudadisi kuhusu mustakabali wako pia? Ninaamini ninyi nyote mnataka kujua mustakabali wenu. Basi tunapaswa kumuuliza nani? Je, ni vizuri kushauriana na mtabiri? Au je, tunapaswa kwenda kuwaona watu wanaosoma kadi za tarot? Hamna mtu anayeweza kutupatia jibu la wazi kuhusu mustakabali wetu. Katika siku za kale Danieli alipoishi, kulikuwa na mfalme Nebukadneza wa milki ya Babeli, na siku moja akaota ndoto. Mfalme aliota ndoto na akaamka asubuhi. Alihisi kwamba aliota ndoto ya ajabu usiku uliopita, lakini hakuweza kuikumbuka. Hivyo akawaita wanajimu, waaguzi na waganga wote ambao angeshauriana nao kuhusu kusimamia hiyo milki, na akawauliza kuhusu ndoto yake ya usiku uliopita. Aliota nini? Hili lilikuwa swali. Kwa sababu siku zote walikuwa wametabiri mustakabali wa milki. Kama wangekuwa na nguvu ya kuona wakati ujao, ingekuwa rahisi kwao kusimulia mambo ya zamani. Ndiyo maana mfalme aliwaita wote. Mfalme aliwakusanya pamoja na kuwauliza wale waaguzi, niliota ndoto jana usiku lakini nilisahau. Hivyo, nijulisheni kuhusu hiyo ndoto. Mfalme alipowauliza, je, waliweza kutoa jibu? Hakuna hata mmoja wao aliyeweza kutoa jibu. Walikuwa watu waliodai kujua wakati ujao, mambo ambayo yalikuwa bado hayajatukia, lakini hawakuweza kujua mambo yaliyotokea wakati uliopita. Ilithibitisha kwamba nguvu yao ya kuona wakati ujao yote ilikuwa bandia na uongo. Walakini kupitia nabii Danieli, Mungu alimjulisha mfalme si tu ile ndoto bali pia maelezo yake. Jinsi ilivyostaajabisha. Basi tunapaswa kumuuliza nani kuhusu mustakabali wetu? Tuseme kwamba wakati unawaza kuhusu mustakabali wako, mtu wa ajabu anatokea mbele yako na kusema, utakuwa mtu mkubwa. Ijapokuwa unapata wakati mgumu kwa sasa, hivi karibuni utakutana na mtu mkubwa, na baada ya kukutana naye, utaishi maisha tofauti kabisa ambayo yatakuwa yenye fahari sana. Hivyo tafadhali kuwa na subira na vumilia huzuni, maumivu, upweke na mateso yako ya sasa. Utakuwa mtoto wa mtu mkubwa sana. Na kisha yule mtu wa ajabu anapotea. Kuanzia wakati huo utajisikiaje? Moyo wako utadunda sana, sivyo? Je, si utajazwa na shangwe? Ijapokuwa mtu fulani anakuchukiza, utayasahau tu na kujawa na ndoto, tumaini na matarajio, ukifikiri hii si kitu. Subiri na uone, nitakuwa mtu mkubwa. Nani alisema hivyo? Nani alituruhusu kujua jambo la aina hii? Mungu alitujulisha mambo kama hayo. Si mtabiri wala si mchawi wala mtu yeyote yule, bali Mungu ambaye anajua mustakabali wetu kwa usahihi, anatujulisha kuhusu mambo yatakayotutokea baadaye.
Alitujulisha kwamba sisi tu watoto wa aliye mkuu sana. Sisi sio viumbe wanaoishi kwenye sayari ndogo ya dunia yenye kipenyo cha kilomita 12,760 tu, bali warithi wa yule aliyeumba ulimwengu usio na mwisho na usio na kikomo na anayeongoza ulimwengu wote. Hivyo leo tujifunze kwa nini Mungu alituambia tutambue uwepo wa Mungu Mama. Tuchukue muda kujua kupitia Biblia. Tuangalie Hosea sura ya 6 mstari wa kwanza. Njooni tumrudie Bwana. Ameturarua vipande vipande lakini atatuponya, ametujeruhi lakini atatufunga majeraha yetu. Baada ya siku 2 atatufufua, katika siku ya 3 atatuinua ili tuweze kuishi mbele zake. Tumkubali nani? Tunapaswa tumkubali nani? Inasema tumkubali Mungu. Tumkubali yeye, lakini kwa namna gani? Tukaze kumkubali. Hatuwezi kumjua Mungu tusipofanya juhudi. Tunapaswa kuendelea kumjua Mungu. Tukaze kumkubali yeye. Kutokea kwake ni hakika kama vile kuchomoza kwa jua, atatujia kama mvua za masika, kama vile mvua za vuli zinyweshavyo nchi. Kwa maana nataka rehema wala si dhabihu, kumkubali Mungu zaidi kuliko sadaka za kuteketezwa. Nabii Hosea alisema kwamba Mungu anataka tumtambue yeye badala ya kutoa ibada nyingi kwake au kutekeleza shughuli nyingi za kidini. Leo kuna makanisa mengi sana katika ulimwengu huu. Makanisa yote yanasisitiza juu ya fundisho moja. Wanasema Mungu ni mmoja. Hili ni fundisho la kawaida katika makanisa yote. Walakini vipi kuhusu kanisa la Mungu? Tunasema hakika Mungu si mmoja. Je, hili si jambo la ajabu? Hivyo tunahitaji kwanza kuelewa mapenzi ya Mungu. Tuangalie Wagalatia sura ya 4 mstari wa 28. Basi sisi ndugu zangu ni kama Isaki tu watoto wa ahadi. Biblia inasema kwamba sisi ni watoto wa ahadi. Kwa bahati mbaya, walakini si kila mtu anaweza kuwa mtoto wa ahadi. Basi ni nani anayepokea ahadi kutoka kwa Mungu kama Isaki? Kwanza tujifunze ahadi ya Mungu ni nini. Tuangalie Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 25. Hii ndiyo ahadi yake kwetu, yaani uzima wa milele. Basi tatizo ni jinsi gani tunawezaje kupokea uzima wa milele na ni nani anayetupatia? Mungu alionyesha hili kupitia ufunuo wa mtume Yohana. Tuangalie Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Bwana wetu na Mungu wetu, wewe unastahili kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa maana ndiwe uliyeviumba vitu vyote. Mungu aliumba vitu vyote, na kwa mapenzi ya nani? Mungu aliumba vitu vyote. Na kwa mapenzi yako viliumbwa na vimekuwako. Sasa hebu tufikirie kuhusu uhai kwa kuyahusianisha na kila kitu alichoumba Mungu. Tunahitaji kufikiria kwa uangalifu jinsi viumbe vyote vinavyopokea uhai. Wanapokea uhai huu kutoka kwa nani? Tunapaswa kufikiri kuhusu hili. Katika sayari yetu ya dunia ambayo Mungu aliumba, kuna ndege wanaoruka angani, samaki wanaogelea baharini na wanyama wanakimbia nchi kavu. Ndege angani hupataje uhai? Kutoka kwa nani? Wanapokea uhai kutoka kwa mama zao. Vipi kuhusu samaki baharini?
Wao pia wanapewa uhai kupitia mama zao. Vipi kuhusu wanyama wanaokimbia nchi kavu? Wao pia hupokea uhai kutoka kwa mama zao. Vipi kuhusu wanadamu? Kwa sababu wanadamu wote pia wameumbwa na Mungu, tunapewa uhai kupitia mama zetu. Kwa mapenzi ya nani Mungu aliumba kila kitu? Kwa mapenzi ya Mungu. Inasemekana kwamba kila kitu kiliumbwa na kimekuwako kwa mapenzi ya Mungu. Basi mapenzi ya Mungu katika kufanya kila kitu kipokee uhai kutoka kwa mama zao ni nini? Katika maongozi ya Mungu, baba hawezi kuzaa mtoto. Kwa nini ni hivyo? Yote yanawezekana kwa uweza wa Mungu, si ndio? Mungu anaweza kuwafanya akina baba waishi, lakini kwa nini aliwafanya akina mama watoe uhai? Kuna mapenzi fulani ya Mungu. Tuangalie Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na tujue mapenzi ya Mungu aliyefanya hivyo. Ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Biblia inashuhudia kwamba Mungu aliyejirejelea mwenyewe kama tu alimuumba mwanadamu. Matoleo yote ya Biblia yaliyoandikwa kwa Kikorea, Kifaransa, Kijerumani, Kiingereza na Kihispania, yote yanasoma sawa. Biblia inasema hilo waziwazi, lakini kwa nini makanisa yanawafundisha watu kwamba Mungu mmoja alimuumba mwanadamu? Ni makosa sana. Tuendelee na mstari wa 26. Ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale juu ya samaki wa baharini na ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote, na juu ya viumbe wote watambao juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mungu aliwaumba akina nani? Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu aliwaumba tu kwa mfano wa Mungu, na mwanaume na mwanamke waliumbwa. Mungu alimuumba mtu kwa mfano wa nani? Mwanaume alikuwa kazi ya Mungu iliyofanywa tu kwa mfano wa mwanaume wa Mungu. Vipi kuhusu mwanamke? Je, si hakika kwamba Mungu alimuumba mwanamke kwa mfano wa mwanamke wa Mungu? Wanadamu wote wanamhitaji mfano wa mwanaume wa Mungu. Wanamuita Baba yetu uliye mbinguni. Basi kwa kawaida mfano wa mwanamke wa Mungu kwetu nani ni? Ili kutujulisha hili, Mungu aliumba kila kitu kwa mapenzi yake. Na anapotoa uhai kwa kila kitu, anautoa tu kupitia mama. Kama tusingalikuwa tumboni mwa mama yetu, macho yetu, masikio, pua, mdomo, vidole vya mkononi na vya mguuni visingeumbwa. Bila mama hatuwezi kuwepo. Kwa nini Mungu aliumba vitu vyote kwa namna hii? Hili ndilo jambo muhimu zaidi ambalo tunapaswa kujua. Hivyo Biblia inasema tunapaswa kukaza kumkubali Mungu. Kulingana na kitabu cha Kiebrania, vitu vilivyomo duniani ni mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Kama vile ambavyo kuna baba na mama wa kimwili duniani, ni nani lazima awepo mbinguni? Lazima wawepo Mungu Baba na Mungu Mama. Hata hivyo, makanisa mengi yanapuuza maneno ya Mwanzo sura ya 1, lakini yanasisitiza kwamba Mungu ni mmoja. Ni nini kinachowafanya waseme hivyo? Ilibainika kwamba kwa sababu ya maneno katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 5 yanasema, tena kuna Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja. Je, hamchanganyikiwi mnaposoma mstari huu? Mnaweza kufikiri, Biblia inasema Mungu ni mmoja, lakini kwa nini wanasema Mungu ni wawili? Sehemu inayofuata ni muhimu sana. Mungu mmoja na nani? Baba wa wote. Hiyo ni kweli, Baba ni mmoja. Tunafundisha kwamba Mungu ni wawili, lakini kwamba Baba ni mmoja.
Kwa hakika Mungu Baba ni mmoja. Hakuna shaka. Walakini kuna si tu Mungu Baba, lakini hapa pia kuna Mungu Mama ambaye mfano wake ni mwanamke. Kila neno katika vitabu 66 vya Biblia halikuandikwa kwa mawazo na hekima ya wanadamu, bali kwa Roho Takatifu ya Mungu. Hivyo hatuna budi kuliamini kama lilivyo. Hiyo ni hekima. Kuna tofauti kati ya usemi kwamba Mungu Baba wa wote ni mmoja kama ilivyoandikwa katika Waefeso sura ya 4 na usemi kwamba Mungu ni mmoja. Tukiulizwa, je, Mungu Baba ni mmoja? Lazima tujibu amen. Walakini tukiulizwa, je, Mungu ni mmoja? Lazima tujibu hapana. Mungu Baba ni mmoja bila shaka. Lakini Mungu ni wawili. Mungu Baba na nani? Mungu Mama kweli yupo. Ili kuwafanya wanadamu wote waelewe ukweli huu kupitia vitabu 66 vya Biblia, Mungu alifanya mifano miwili. Hiyo mifano miwili ni Adamu na Eva. Adamu na Eva walikuwa wanadamu wa kwanza ambao waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kama ilivyoandikwa kwamba Mungu aliumba kila kitu kwa mapenzi yake, kuna mapenzi ya Mungu katika kumuumba Adamu na mapenzi ya Mungu katika kumuumba Eva. Tuangalie Warumi sura ya 5 mstari wa 14 na tufikiri kuhusu Adamu kwanza. Hata hivyo, tangu wakati wa Adamu hadi wakati wa Mose, mauti ilitawala watu wote, hata wale ambao hawakutenda dhambi kwa kuvunja amri, kama alivyofanya Adamu ambaye alikuwa mfano wa nani? Yeye atakayekuja ni nani? Katika sehemu ya mwisho ya Ufunuo sura ya 22 imeandikwa, Amen, njoo Bwana Yesu. Hivyo yule atakayekuja humrejelea Yesu. Basi Adamu ndiye anayemwakilisha Yesu, na Yesu ndiye Baba wa roho zetu. Sababu ya Mungu kumuumba Adamu na kumfanya awepo ilikuwa kwamba alitaka kutufundisha kuhusu Mungu Baba, mfano wa mwanaume wa Mungu. Basi kwa nini Mungu alimuumba Eva, mke wa Adamu? Anamwakilisha nani? Tuangalie Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19. Kwa jasho la uso wako utakula chakula chako hadi utakaporudi ardhini, kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo, kwa kuwa wewe yu mavumbi na mavumbini wewe utarudi. Adamu akamwita mkewe Eva kwa kuwa atakuwa nini? Mama wa wote walio hai. Jina Eva linamaanisha nini? Adamu alimuita mke wake Eva likiwa na maana uhai. Kwa maneno mengine, inamaanisha kwamba wanadamu wote wanapewa uzima wa milele kupitia Mungu Mama tu. Je, si kweli? Ili kutujulisha uwepo wa Mungu Baba, Mungu alimuumba Adamu. Na ili kutujulisha uwepo wa Mungu Mama, Mungu alimuumba Eva. Hivyo Biblia inasema kwamba vitu vyote viliumbwa kwa mapenzi ya Mungu. Kwa habari ya wakati wa kutokea kwa Eva, Injili ya Yohana inaelezea kwa kina. Tuangalie Yohana sura ya 6 mstari wa 39. Haya ndiyo mapenzi yake yeye aliyenituma, kwamba nisimpoteze hata mmoja wa wale alionipa, bali niwafufue siku ya mwisho. Anamaanisha nini kwa kusema nitamfufua siku ya mwisho? Atawapa nini wale waliokufa? Inamaanisha kwamba atawapa uzima. Miaka 2000 iliyopita Yesu alikuja duniani kama Mungu Mwenyezi. Basi sababu ya kuwapa uzima siku ya mwisho sio wakati huo ni nini? Hili ni jambo muhimu sana katika kumjua Mungu. Katika mstari wa 40 imeandikwa, kwa maana mapenzi ya Baba yangu ni kwamba kila mmoja amtazamaye Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitawafufua siku ya mwisho.
Imesemwa kwamba atawafufua watu wake siku ya mwisho. Angeweza kuwaacha wale wote waliomwamini Yesu wapate uzima wa milele wakati huo na kuwaokoa. Lakini kwa nini alisema kwamba atawaokoa siku ya mwisho? Hakusema kwamba atawaokoa wakati wowote, bali katika siku ya mwisho. Alisema hivyo mara kwa mara. Tuangalie mstari wa 44. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu kama asipovutwa na Baba aliyenituma, nami nitamfufua. Lini? Siku ya mwisho. Yesu alisema mara kwa mara kwamba atawafufua siku ya mwisho. Alikuwa amesema maneno yale yale mara ya tatu, nitamfufua siku ya mwisho. Mara tatu ni hakika ya kutosha, lakini alisema tena. Mstari wa 54. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Sasa mara ya 4 alisema kwamba atawafufua siku ya mwisho. Alitangaza maudhui hayo muhimu wakati huu. Ikiwa hivyo, kwa nini ahadi ya Mungu, uzima wa milele, inahusiana na siku ya mwisho? Tutafute jibu la sababu kwa nini Mungu aliamuru hili kabla ya muda. Tuangalie Ufunuo sura ya 19 mstari wa 7. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana arusi ya mwanakondoo imewadia. Mwanakondoo anamwakilisha nani? Ni Yesu Kristo. Mwanakondoo ni Yesu, lakini huyu si Yesu aliyekuja kwa mara ya kwanza. Ni kwa sababu maneno yanayofuata yanasema kwamba huyu Yesu anatokea kwenye arusi akiwa pamoja na mke wake. Hii haihusu ujio wa kwanza wa Yesu. Basi yeye atakayekuja ni nani? Yesu ajaye mara ya pili. Kupitia Adamu na Eva, uwepo wa baba na mama unaelezewa. Ikiwa Adamu anamwakilisha yule atakayekuja, yaani Yesu ajaye mara ya pili, kama vile Eva mke wa Adamu alivyokuwa, mke wa mwanakondoo anapaswa kuwepo pia, si ndio? Lazima awepo. Tutafute mke ni nani katika mstari wa 7. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana arusi ya mwanakondoo imewadia. Nani aliandaliwa? Imeandikwa kwamba hatimaye mke amejiweka tayari. Mstari wa 8, akapewa kitani safi nyeupe inayong'aa ili avae. Hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Mstari wa 9, ndipo malaika akaniambia, andika, wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya mwanakondoo. Naye akaongeza kusema, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Ukweli kwamba yupo bibi arusi wa mwanakondoo ni maneno ya kweli ya Mungu, na maneno wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya mwanakondoo pia ni maneno ya Mungu. Ikiwa hivyo, ninyi na mimi ni wale walioalikwa kwenye arusi ya mwanakondoo. Je, si ungekubaliana na hilo? Kulingana na mfano wa karamu ya harusi ya mbinguni katika Mathayo sura ya 22, wanatokea wale walioalikwa na waliochaguliwa. Ikiwa hivyo, bibi arusi anayetokea hapa ni nani? Sisi ni wale walioalikwa, na mwanakondoo ni Yesu ajaye mara ya pili. Kisha bibi arusi ni nani? Katika nuru ya Utatu, Yesu Kristo ni Mungu Baba yetu. Basi tunapaswa kumwitaje mke wa Mungu Baba? Yeye ndiye mama yetu wa milele. Kuhusu ukweli huu, tuangalie Ufunuo sura ya 21 mstari wa 9 na tuone ni ufunuo gani Mungu aliomwonyesha mtume Yohana. Mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale mabakuli 7 ya hayo mapigo 7 ya mwisho akaja akaniambia, njoo, nami nitakuonyesha bibi arusi, yaani mke wa mwanakondoo. Naye akanichukua katika Roho hadi kwenye mlima mkubwa na mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu, Yerusalemu, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Malaika alimwonyesha nini? Alimwonyesha mji mtakatifu, Yerusalemu. Mapenzi ya Mungu katika kuonyesha Yerusalemu ni nini? Kuanzia sasa, tutafute jibu kuhusu hili. Tuangalie Wagalatia sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa 26.
Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Kwa hili tuna uhusiano gani na Yerusalemu? Imesemwa yeye ndiye mama yetu. Biblia zote ulimwenguni pote zina rekodi sawa. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Sasa tunaye Mungu mama au la? Hakika tunaye mama yetu. Tuangalie mstari wa 27 pia, Wagalatia sura ya 4 mstari wa 26, kwa maana imeandikwa, furahi, ewe mwanamke tasa, wewe usiyezaa, paza sauti na kuimba kwa furaha, wewe usiyepatwa na utungu wa kuzaa, kwa maana watoto wa mwanamke aliyeachwa ukiwa ni wengi kuliko wa mwanamke mwenye mume. Basi sisi ndugu zangu ni kama Isaki. Ni nini? Ni watoto wa uzima wa milele kama Isaki. Kama Isaki sisi ni watoto wa ahadi kupitia mama. Mstari wa 29. Lakini kama vile ilivyokuwa siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomchokoza yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo hata sasa. Lakini maandiko yasemaje? Mwondoe mwanamke mtumwa pamoja na mwanawe, kwa sababu mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwana wa aliye huru. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi si watoto wa mwanamke mtumwa, bali wa nani? Wa yule aliye huru. Ikiwa sisi ni watoto wa mwanamke huru, tunapaswa kumwitaje mwanamke kama watoto wake? Mama yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi si watoto wa mwanamke mtumwa, bali wa yule aliye huru. Kwa nini vitabu 66 vya Biblia vinamlenga mama mara kwa mara? Sababu inapatikana katika ukurasa wa mwisho wa Biblia, Ufunuo sura ya 22. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 17. Roho na bibi arusi wanasema. Kuhusu kitabu cha Ufunuo, je, alimwonyesha nani? Yesu alimwonyesha mtume Yohana kwenye kisiwa cha Patmo. Ushuhuda wa kweli wa Mungu ulitolewa kwa mtume Yohana. Yohana aliwaona Roho na bibi harusi wakisema maneno. Roho ni nani? Roho ni Mungu Baba, na nani alikuwa kando yake kama bibi harusi wa Baba yetu? Walikuwa wanafanya nini? Yohana aliwaona wakisema. Miaka 2000 iliyopita Yohana aliwaona wakizungumza katika maono kwenye kisiwa cha Patmo. Roho na bibi harusi wanasema, njoo. Yohana aliisikia waziwazi. Alimsikia dhahiri Roho akisema na kumsikia bibi harusi pia akisema, njoo. Naye asikiaye na aseme, njoo. Yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka achukue nini? Na anywe maji ya uzima bure. Ni nani pekee anayeweza kutupatia maji ya uzima? Mungu pekee anaweza kutupa maji ya uzima. Kwa kuhitimisha, Roho na bibi harusi ni akina nani? Wao ni Mungu. Mungu huwaita na kuwakusanya wanadamu wote. Hivyo inasemekana kwamba lazima tusiongeze chochote kwenye maneno ya unabii huu wote kuhusu wito wa Mungu, wala kupunguza kutoka humo. Mstari wa 18, namwonya kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiongeza humo chochote, Mungu atamwongezea mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Kama mtu yeyote akipunguza humo chochote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu, ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Tunaposoma Biblia kama ilivyoandikwa, bila kuongeza au kupunguza kutoka kwenye Biblia, kuna Mungu wangapi? Mungu Baba na Mungu Mama. Kuna Mungu Baba na Mungu Mama. Bila kupitia Mungu Mama, tunakosa nini ndani yetu? Uzima wa milele hauwezi kamwe kutolewa kwetu. Kuhusu wakati ambapo Mungu Baba atatoa uzima kwa wanadamu wote, tunapoangalia kazi ya uumbaji wa Mungu, Eva atatokea mwishoni mwa uumbaji baada ya siku 6.
Vivyo hivyo, ni nani anayepaswa kutokea mwishoni mwa uumbaji katika miaka 6,000? Eva wa kiunabii, Yerusalemu mama wa mbinguni, lazima atokee. Ndiyo maana mke wa mwanakondoo, bibi harusi, hatimaye amejiweka tayari katika siku za mwisho. Sasa ni wakati wa yeye kutokea. Katika nyakati za mwisho za Roho Mtakatifu, Mungu Mama anaonekana kuwapa wanadamu wote kitu fulani. Hiyo ni nini? Katika siku za mwisho alikuja kuwapa uzima kulingana na unabii. Kulingana na unabii, matawi ya mtini yalipoanza kuchipua na kutoa majani, Baba alikuja na kubatizwa na kufungua njia ya Injili. Kabla hajapaa mbinguni, kama vile Eva alivyoumbwa kupitia mbavu za Adamu, Mama alitokea baada ya Baba kupaa. Biblia inatufundisha hivyo. Hivyo sisi, kanisa la Mungu, tunaamini kabisa kwamba uhai hauwezi kamwe kutolewa bila Mungu Mama. Lazima awepo Mungu Mama vilevile na Mungu Baba. Na Mungu Mwokozi lazima akae Sayuni ambapo sikukuu za Mungu zinaadhimishwa. Miaka 2000 iliyopita, Yesu alipokuja duniani, Mafarisayo na walimu wa sheria walimwona Yesu Kristo ana kwa ana. Kwa nini walishindwa kumwamini? Tukiwauliza wanadamu wote, je, mnaweza kumpokea Yesu akitokea tena katika nyakati hizi? Wote watasema, ndiyo, amen. Walakini tukisema alifanyika mwili na alitokea katika umbo la mwanadamu tena, je, unaweza kuamini hili? Wamepotea kwa maneno. Atatokea wakati gani kwa wale wanaomngoja? Anapokuja mara ya pili, je, anakuja peke yake? Mungu Baba na Mungu Mama wanatokea pamoja kama roho na bibi arusi, na wanawaongoza watoto wao wote waliopotea kwenye ukweli na kuwaokoa. Kwa kuwa wanakuja katika umbo la binadamu kama sisi, kama ilivyotabiriwa katika Isaya sura ya 8, wanakuwa jiwe linalosababisha watu kujikwaza. Tunawezaje kumwamini mwanadamu kama Mungu? Hivi ndivyo walivyosema Mafarisayo miaka 2000 iliyopita. Kwa ajili ya hili, Yesu Kristo alisema kwa wasiwasi sana, niamini au angalau kuamini juu ya ushahidi wa miujiza yenyewe. Hii inamaanisha niamini mkiangalia ninachofanya, ikiwa ninahubiri Agano Jipya au la, ikiwa niko Sayuni au la, na kama nimetokea katika nyakati za mwisho au la. Kwa kuona kazi ninayofanya, ikiwa imetabiriwa, na kama mkiamini, mtaokolewa. Watu hufikiri ikiwa Yesu yuko duniani, hakutakuwa na mtu yeyote ambaye hamwamini. Walakini ijapokuwa Yesu alikuwa duniani miaka 2000 iliyopita, Wayahudi wengi hawakumwamini. Waligeuka mbali naye. Lakini lazima tumtambue. Hivyo tunapaswa kufanya nini ili tumjue Mungu? Tunapaswa kukaza kumkubali yeye. Leo ninyi na mimi tumehakikishiwa mustakabali wetu kupitia maneno ya Mungu wetu katika Biblia, sio kitabu chochote cha wanajimu wala kitabu cha manabii wowote. Na tukaja kujua uwepo wa Mungu Mama ambaye atatuhakikishia mustakabali wetu. Tafadhali msipoteze imani hii hadi mwisho, bali iwekeni ndani kabisa mioyoni mwenu, ili kwamba ninyi nyote mpokea baraka katika siku hii ya Sabato. Sasa ningependa kuhitimisha mahubiri nikitumaini kwamba mmepokea neema nyingi kutokana na maneno. Asanteni sana.